这是一个关于旅行的故事。道路无法抵达的地方，我们一同乘风而行。Miezi mitatu ilikuwa imepita tangu ajali ya meli ya Sea Majeste. Habari zilienea kote duniani. Meli hiyo ya kifahari iliyokuwa na abiria zaidi ya 1000 ilipotea kwenye bahari ya Atlantic bila ishara yoyote ya kupatikana tena. Wachache waliookoka walikuwa kimya, na kati yao, familia ya Malcolm ndiyo iliyokuwa inazidi kuwa kitendawili. Ezra hakuwa yule kijana wa awali tena. Aliishi kana kwamba kivuli cha mwenyewe. Macho yake yalikuwa mazito na sauti yake ilikuwa imepoteza mngao. Aliongea kwa nadra, mara nyingi akiangalia baharini kupitia dirisha la chumba chake kwa muda mrefu kana kwamba alikuwa akisubiri kitu. Jane pia alikuwa kimya, lakini tofauti na Ezra, yeye alianza kuchunguza. Alianza kusoma kuhusu viumbe wa kale, majini wa baharini, na maeneo yenye historia ya watu kupotea baharini. Wazazi wao, Malcolm na Miriam, walihamia mji wa pwani wa Nova Scotia nchini Kanada, wakiamini kuwa hewa ya baharini ingewasaidia watoto wao kupona kiakili. Lakini walichokifanya bila kujua ni kuwakaribisha tena kwenye lango la bahari hiyo ya ajabu. Siku moja, Ezra alipokea barua isiyo na jina. Ilikuwa imeandikwa kwa mkono kwa wino wa bluu kwenye karatasi ya kahawia. Aliyetoweka hajatoweka kabisa. Bahari huhifadhi, sikuwa. Kama unataka majibu, njoo kwenye mnara wa farasi mweusi, usiku wa mwezi mpevu. Ezra aliishika barua hiyo kwa mikono iliyotetemeka. Alishuka hadi sebuleni, alimwonyesha Jane. Jane hakushtuka. Nimekuwa nikisikia ndoto za ajabu pia. Sauti ya mwanamke inapiga wimbo kila usiku wa mwezi mpevu, na huwa inanijia kama ninaitwa. Nafikiri hatujamalizana na bahari. Ezra alimtazama dada yake. Walijua walichopitia hakiwezi kuwa hadithi tu, palikuwa na mwendelezo. Mnara wa farasi mweusi ulikuwa ni taa ya zamani ya baharini, iliyopo kwenye mwamba mkubwa ambao unapatikana baada ya kuvuka kijiji kidogo kinachoitwa Crosswat. Hakuna aliyeishi kule. Ilisemekana eneo hilo lililaaniwa tangu mwaka 1879 baada ya familia ya mabaharia waliokuwa wanaishi humo kupotea ghafula, wakidaiwa kuvutwa na mawimbi ya usiku. Tangu wakati huo, mnara huo uliokuwa umetengwa ulitumiwa na wachawi wa kale, waliotafuta siri za majini wa bahari. Ezra na Jane walifunga safari. Usiku wa mwezi mpevu ulipofika, walifika kwenye mwamba huo. Upepo ulivuma kwa kasi, maji ya bahari yakigonga mawe kwa kishindo cha mshituko. Mnara huo ulionekana umeachwa kwa miaka mingi, lakini taa yake iliwaka kwa mshangao kana kwamba mtu alikuwa ndani. Waliingia. Mlango uliojaa kutu ulifunguka kwa mlio wa kusikika hadi kwenye mifupa. Ndani kulikuwa na ngazi zilizozunguka hadi juu. Ukutani kulikuwa na alama zisizotafsirika, zikiwa na michoro ya nyoka wa baharini, macho yaliyo wazi, na vinyago vya samaki wakubwa waliobeba taa midomoni mwao. Katikati ya mnara walimkuta mzee mmoja mrefu, mwenye ndevu ndefu nyeupe na macho ya kijani kibichi. Aliwaangalia bila kuonyesha mshangao. Ezra, Jane alitamka kwa sauti ya chini sana lakini yenye nguvu isiyo ya kawaida. Mmekuja kwa sababu bahari imewakaribisha tena. Mlikwepa mara ya kwanza, lakini bahari haikusahau. Winnie yuko hai. Ezra alilalama, sauti yake ikivunjika. Kiumbe huyo aliyekupenda kwa kweli ni majini wa kizazi cha kale, wenye uwezo wa kuchagua kuwa binadamu. Alijifunga kwa upendo kwako, Ezra. Alikusalaiti barari. Kwa hilo alifungwa, lakini kuna njia ya kumwokoa. Njia moja tu. Jane alikata tamaa. Kitu gani kinahitajika? Mzee huyo aliwaongoza hadi juu ya mnara, ambapo alifungua mlango wa dari. Usiku ule, mwezi ulikuwa mkali zaidi kuliko kawaida. Aliwapa chombo kidogo cha shaba, chenye maandishi ya Kigiriki cha kale na Kiaramu. Hiki ni kifunguo cha maelewano. Kitawawezesha kuingia mlangoni mwa ulimwengu wa pili wa bahari. Mji wa kina unaoitwa Talasor. Lakini hakuna anayerudi kwa urahisi kutoka huko. Kuna walinzi, kuna viumbe vilivyochanganywa na laana na giza, na kuna roho wa maji, malkia wa giza wa bahari, ambaye ndiye aliyemkamata Winnie. Ezra alishika kifaa hicho kwa nguvu. Tunaenda. Wakiwa wamepewa ramani ya mwamba wa maji ulio mbali na mji wa Nova Scotia, walitafuta boti ndogo ya kwenda safari ya siri. Walikuwa wawili tu, dada na kaka, wakiingia kwenye bahari ambayo iliwashinda wakiwa na meli kubwa. Usiku wa pili ndani ya safari yao, mawimbi yaligeuka kuwa magumu, anga lilizidi kuwa jeusi,
na upepo ukawa kama midomo ya viumbe wanaolia. Wakiwa katikati ya bahari, kifaa cha shaba kilianza kuangaza. Bahari ilianza kujifungua, dosari ya duara kubwa ikatokea kwenye uso wa maji, ikivuta boti yao hadi chini. Wote wawili walilia kwa sauti, maji yakivuta, giza likizidi kuwa nzito, hadi walipofumbua macho na kujikuta chini ya maji. Lakini walikuwa hai, walikuwa wanapumua. Jane, hatuya kufa, Ezra alisema kwa mshangao. La. Tazama, Jane alionyesha mbele. Mji wa Thalasor ulikuwa mbele yao. Mji ulio chini ya bahari, ukiwa umejengwa kwa mawe ya kung'aa, kaa zinazozunguka bila vyanzo, viumbe wa ajabu wakielea hewani na vipepeo wa maji wakipita karibu yao. Waliona minara yenye miamba ya lulu na samahani wenye ndevu kama binadamu wakilinda milango. Lakini mbele yao kulikuwa na lango lililoandikwa kwa maandishi ya ajabu, aliyeingia hapa hatarudi pasipo dhabihu. Jane Aliceta, tutafanya nini? Ezra alikumbuka maneno ya yule mzee, Malkia wa maji hulinda mfungwa wake kwa damu. Hakuna aliye hai atakayeweza kuchukua kilicho cha bahari pasipo kutoa kilicho cha mwili. Waliingia ndani ya jumba la ajabu, wakapita viunga vya ajabu vilivyojaa viumbe walioganda kama sanamu. Hali ilikuwa ya ukimya wa kutisha, mpaka walipofika ukumbini mkubwa ambako Malkia wa maji alikaa. Alikuwa mrembo wa ajabu, mrefu, mwenye ngozi ya samawati inayong'aa, nywele za dhahabu zinazopaa juu kama mawimbi, na macho ya kijani ya moto wa kina cha bahari. Ameleta moyo wake kwa ajili ya mwanamke aliyechagua upendo badala ya kiapo, alisema kwa sauti ya kuvuma. Nimemfuata. Nitafanya lolote, Ezra alisema. Malkia akatabasamu. Basi tutaona thamani yako. Kuna yarabayo tatu. Ukikamilisha, Utampata Winnie. Ukifeli, mtaungana ndani ya mwamba milele. Jaribio la kwanza lilikuwa mwanga wa giza. Ezra alipelekwa kwenye chumba ambacho hakikuwa na kitu isipokuwa giza. Alitakiwa kutafuta mlango wa kutoka kwa kutumia sauti tu. Lakini ndani ya giza alisikia sauti ya Winnie ikilia, sauti ya Jane ikilia, na sauti ya mama yake ikimwita. Alikaribia wazimu, lakini kwa kutumia kumbukumbu ya sauti ya kweli ya Winnie, alitambua mlango sahihi. Jaribio la pili lilikuwa onyo la nafsi. Ezra alionyeshwa ndoto ya kuwa na Winnie duniani, maisha ya raha, watoto wawili, nyumba ya kifahari. Lakini alijua ilikuwa ni hadaa. Alikataa ofa hiyo, akasema hiyo si Winnie halisi. Siwezi kupokea kivuli. Jaribio la mwisho lilikuwa dhabihu ya mwisho. Ezra alitakiwa kuacha sehemu ya maisha yake. Kiumbe wa bahari alimwambia, toa moja kati ya haya, kumbukumbu zako zote za Winnie au jicho lako la kushoto. Ezra alitoa jiko lake bila kusita. Machozi yalimtoka. Jane alilia pembeni. Malkia alinyamaza. Kisha akasema kwa sauti ya kugonga sakafu, mapenzi yamevunja sheria ya bahari. Mchukue aliyetakasika. Lakini kumbukeni, bahari haina deni linalobaki. Winnie alitolewa akiwa uchi, dhaifu, lakini hai. Ezra alimkumbatia kwa nguvu. Nilikujua utakuja. Ndiyo maana sikuwa na hofu, alisema kwa sauti ya upole, machozi yakimdondoka. Walirejea juu ya maji kwa njia ile ile. Walirudi Nova Scotia wakiwa watu wengine kabisa. Ezra akiwa na jicho moja lakini moyo uliokamilika. Jane akiwa na hekima mpya, na Winnie akiwa mwanadamu kamili aliyependa mpaka mwisho. Lakini siku ya mwisho kabla ya kuondoka Nova Scotia, Ezra alipata barua mpya kwenye dirisha lake. Umemchukua, lakini sasa mmoja wenu ni wa bahari. Wakati ukifika atalazimika kurudi. Ezra alihisi baridi moyoni mwake. Hakusema chochote. Lakini bahari haikuwa kimya tena. Ilianza kuimba. Sauti ya mbali, sauti ya Winnie. Lakini haikuwa Winnie aliyekuwa naye kitandani. Je, nani kati yao ni wa bahari sasa?